من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن يتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mloamini. Mungu awakhatibia nani? Waumini. Kitu kiwa umekhatibia watu, wa wale watu waweza kukifanya kile kitu, japokuwa itakuwa ni mashaka, ni mazito yale mambo, lakini aweza kukifanya. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, ni mashaka lakini aweza kukifanya. Mwenyezi Mungu la yukallifu Allahu nafsan, hamkalifishi isipokuwa kwamba ajua kwamba aweza kukifanya. Na saa nyingine huja badala ya kutiba ikaja ni kataba. Kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli, ameshakata Mwenyezi Mungu kwamba mimi na mitume yake kwamba tutashinda. Hapa hakuna kazi yako wewe binadamu, ni yeye Mungu ameshakukatia wewe, au kuambia qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana. Qul, wambie la yusibana, hakuna kitu ambacho kwamba kitatufikia sisi illa, isipokuwa ma kataba Allahu lana, kwa kafu ya fataha, kitu ameshakuandika Mwenyezi Mungu. Sisi hatuna mkono wetu, hatuna mashaka kwetu sisi, ikiwa kwa fataha. Ikija kutiba huwa kuna mashaka, na mashaka yenyewe ni mazito. Na Suratul Bakara ina vitu vyote. Sasa hivi tuko kwenye kisasi. Sasa hivi tutaingia habari ya urathi, kisha tutaingia saumu, kisha tutaingia haji. Hakuna kitu ambacho kwamba kimewatwa katika Suratul Bakara. Amali zote zimetajwa. Sasa hapa tuko kwenye kisasi. Kwa nini kisasi? Kisasi ndo letwa amani, uadilifu upatikana kwenye kisasi. Lau kama hakuna kisasi, kungekuwa hakuna uadilifu, hakuna usawa. Ilikuwa watu waoneana tu, mnyonge msonge, Waswahili kuambia hana jambo lolote aweza kufanya. Ile rehema ilitoka katika watu kwa sababu ya kuoneana. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla, katika uwana. Kisasi hichi Mwenyezi Mungu asema furidha, kutiba ni mmefardhiwa nyinyi, alaikum, juu yenu nyinyi, almusawat, usawa. Ile alqisasi manake kuwe watu wawe sawa sawa, kila mtu amheshimu mwenzake.
na uadilifu. Uislamu, basis ya Uislamu ni uadilifu. Inna Allaha yaamuru bil adli wal ihsan. Mwenyezi Mungu amrisha uadilifu na wema, wema katika kila kitu. Inna Allaha kataba al-ihsan ala kulli shay. Mwenyezi Mungu ameandika, amefaradhia ihsan, wema kwa kila kitu. Fa idha qataltum fa ahsinul qatla, hata katika kuua muwe kwa uzuri, simsongonyoe. Wa idha dhabahtum fa ahsinu dhabha, na mkitinda pia mutengeze kule kutinda kwenu. Mzengema kisu kikali, upate kushika ule mshipa ukate pap. Waliyuhidda ahadukum shafratahu waliyurih dhabihatahu. Uislamu umeweka kila uadilifu na wema mpaka kwenye kutinda. Ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumul qisas fi qatla. Mwenyezi Mungu amefaradhia kisasi fil qatla, katika mauaji. Ameka vipi? Si mnyonge aonewe tu, lazima kuwe na equality katika kile kisasi. Alhurru bilhurri, muungwana kwa muungwana. Muungwana hawezi kumuua mtumwa basi kawa ndio mangwisha. Wakati wa jahilia wale watumwa wakifanywa kama manake si lolote si chochote, aweza kuuawa. Saa nyingine wengi katika majumba utakuta ile tokaa antiwa na maiti katikati ishike zaidi, manake si lolote chochote. Binadamu ni binadamu, shekhe, na wao katika kiswasi muungwana atauawa kwa muungwana. Umemuua muungwana, utauawa wewe muungwana. Si kwamba utauawa atauawa mtumwa aweza kuuawa tu hivi hivi, au tajiri kwa maskini. Alhurru bilhurr walabdu bilabd waluntha biluntha, mke kwa mke. Yote ni kuweka usawa. Na mambo haya yalikuwa hayapo wakati kabla ya Mtume. Mtume amekuja akayatekeleza, ikawa ni sharia, na hii ndio ikawa ukubwa wa Uislamu. Na ikiwa kitu ni kizuri, sharia hukiweka. Kama dia ilikuwekwa kabla jahilia, Uislamu ikaikubali dia, lakini wakaitengeneza ile dia iwe vipi. Dia ya mtu kuvundwa mkono, dia ya kuvundwa guu, dia ya kuuawa, kuna dia yake
kwa kima chake. Faman ufiya lahu min akhihi shay'un, mwenye kumsamehe ndugu yake, shay'un, kitu, mtu umepiganwa, mwenzake akamsamehe mwenzake. Kumsamehe kwa kutaka damu, kwa kutaka dia. Akiwa hataki dia atauawa tu. Lakini faman ufiya lahu min akhihi shay'un, ikiwa utamsamehe ndugu yako kwa kitu, basi fatiba'un bil ma'ruf, ufanye kwa wema, utake msamaha, tena ni maarufu kwa wema. Wajibun, ni wajibu. Kisha akitaka ile dia utampa kwa ndia ya wema, si kwamba lazima wewe huyu anauawa basi utukua dia kwenda na zako. Hakuna maneno, ni yeye akubali ile dia. Sababu mbele Mwenyezi Mungu anasema wadiyatun musallamatun ila ahliha, na ile dia waisalimisha kwa watu wake, with humility, kwa unyenyekevu na kuona kwamba wewe umefanywa favor. Illa an yasaddaqu, dhalika, hilo la kusamehe, hilo tena la kufanya wema, ni takhfifu min rabbikum wa rahma, ni takhfifu kwa Mola wako, kisha wa rahma, ni blessing hizo. Faman yatada baada dhalika, baada ya hapo ushatoa dia, ushafanya kile, ukenda ukatupa mpaka tena ukarudia, kurudia kwa maneno, kurudia kisita, basi falahu adhabun alim, ndake yeye adhabu nyumu. Siku ya Kiyama itakuwa siku ya Kiyama ni yawma la tughni nafsun an nafsin shay'a, walakum, na ndeni yenu, manake walakum fil qisasi, na nyinyi munao qisasi, hayatun, katika uhai wenu, ni kitu kimewekwa. Hapa Mwenyezi Mungu arejelea tena kueleza umuhimu wake kwa mtu yoyote. Safari moja Badri, Mtume sallallahu alaihi wasallam
apanga watu kwenye vita. Kabla hajapanga watu akaweka alama, akasema Abu Jahli ataanguka hapa, fulani Mut'im atalika hapa, wale makafiri wote wale. Anasema kisha akaja akawapanga watu namna kupigana. Akaweka laini ya pili kwamba watu wasitoke kupigana, wasiingie, kwanza warushe vyembe, kila wakija wale wakianguka, kisha baadaye ndo kupambana. Basi katika kupanga watu alikuwa na fimbo ile neno hizrani, akaenda akamregesha mtu, akamregesha nyuma Ghazia, akiitwa Ghazia bin Atia. Akamwambia aujatani ya Rasulullah, umeniumiza. Watu wakastaajabu, kwenye vita ati mtume anamgusa tu kisha mwambia uniumiza. Akamwambia walakum fil qisasi hayatun, kamsomeeni haya. Lazima katika uhai wenu kuna kiswasi, ni kitu kimeandikwa. Kwa hivyo lazima na mimi nikupige kama vile ulivyonipiga mimi kwenye tumbo. Jamaa akasema huyu ashana fina kad nafaka, hata tumkate kishingo. Tumesema la mwatene. Akambia tukua kisasa. Akambia Rasulullah, mimi sina inzirani, wewe una inzirani, nipe inzirani yako. Akampa. Akaombea wewe, mimi tumbo lilikuwa wazi, sasa wewe umefunga, mpeni katumbo. Mtume akafunua tumbo lake, akifunua kenda kambusu pap. Jamaa wote akaangalia, akaombea unani? Akaombea nataka ngozi yangu na ngozi yake iwe kitu cha mwisho mimi, kabla sijapata sijauawa kwenye vita. Alitumia nini? Triki wa kumwambia mtume walakum fil qisasi hayatun. Lao kama angalimwambia hivi hivi hayangalikuwa. Akamtumilia nini hikma ili akubali na mbele ya watu wote. Mtume hawezi kukataa kisasi, kitu kimeandikwa na Mwenyezi Mungu. Kumbe kisasi chake yeye alikuwa ataka ile ngozi ya mtume. Walakum fil qisasi hayatun. Ndenu nyinyi kisasi katika uhai wenu, ili mupate kuweza kuishi kisawa. Lao kama watu hakuna kisasi, ingekuwa ndio kama hii barbaric, ushenzi upitikanao ulimwenguni, mambo wafanyao Mayahudi. Lao kama kuna kweli kuna kisasi, hawangelifanya haya. Hii genocide ni kwa sababu hakuna kisasi, hakuna uadilifu. Kila afanywa sanctions ni Muislamu, usikii nchi Mkristo akifanywa sanctions. Kila wao watu wauawa siku zote, na hakuna jambo lolote.
la kukemewa, na lau kama ungekuwa kuna kisasi, asina bisini, alaina bilaini, ito kwa ito, ingekuwa kuna uadilifu ndani ya ulimwengu. Lakini kwa sababu hakuna uadilifu. Kwa sababu kwa nini hakuna uadilifu? Kwa sababu hakuna kisasi. Lao mtu ajua ataadhibiwa, hatofanya. Ya ulil albab, enyi wenye fikra. Kipimo cha watu wakiwa na akili, wakiweza kuinstitute haya mambo, kwamba mtu akiwa atakuwa punished kwa makosa yake, kila mmoja atajitunga. Leo kila mtu akiwa una nyuklia, kila mtu atamwogopa mwenzake. Leo Muirani hawajajua nguvu zake, wababaika. Kwa sababu wamejaribu kila namna kujua nguvu zake ziko wapi, zile nuclear site zake ziko wapi. Wamekwenda mpaka kule, na wale Mairani wana kitu chaitwa takia. Wakenda wakaonesha mabehewa yanachota, wakaona haya ndio watatuyavunde, hatuyamaliza. Wakayapiga wakayamaliza, kumbe ni kibafte hamnafte, hakuna chochote. Ilipofika wakati wa kuyatumia zao, walipoipiga Tel Aviv wakaifanya lakanya. Siku ya pili Trump ataka amani. Haikuja amani mpaka walipopigwa, na lau kama wapigwa zikapigika, itakuja wakati Israeli itapigwa, itapigika. Mtume asema Israeli atakuwa kikimbia mpaka angia katika kishimo, aona labda pia nitapatikana huko kwenye mabanka. Itakuja wakati ambapo kwamba watu wataweza kulipiza. Kulipiza ndio suluhisho la amani ulimwenguni. La'allakum tattaqun, huenda mkaweza kujikinga. Takwa ni kujikinga na moto, kujikinga na adhabu, kujikinga na kila kitu. La'allakum tattaquna al-i'tida, mtajikinga msije mkaendelea sana na uadui na kutawanya damu. Kutiba alaikum, imefaradhiwa nyinyi. Idha hadhara, imekuja kwa idha. Mahali popote ikija idha, jua ni kwamba litatokea kitu, kitatokea tu kwako wewe. Idha hadhara ahadakumul maut, yatakapokuilia mmoja wenu mauti.
Kila mmoja na siku yake takwenda. Kwa hivyo lazima mtu atakwenda, apende asipende. Maadamu nsema idha hadhara ahadakumul maut, kuna siku binadamu wataki kuikumbuka siku hiyo, lakini kuna siku utaona wakati ushafika. Idha hadhara ahadakumul maut in taraka khairan, ukiata kheri. Kheri nini? Ni mali. Wa innahu li hubbil khairi la shadid. Binadamu naye kwa kupenda noti, ni manake apenda sana zile noti. Li hubbil khairi in taraka khairan, ukiata kheri yoyote ya kimaisha, ni mali, ni majumba, ni mashamba, alwasiya, uweke wasia. Hakuna kujiendea hivi hivi. Hapa kwataka wana uadilifu nyuma, na pia uadilifu utapatikana when you organize your affairs. Sikujiendea tu hivi hivi, lazima uweke wasia. Hapa aya hii ilitokea kabla watu haijateremka aya za kurithiana. Sasa ikawa suluhisho kwanza, intaraka khairan alwasiya, uweke wasia. Mtume alikwenda kwa Saad bin Abi Waqas, alikuwa kwenda kumtembelea mgonjwa, ametukua na masahaba zake. Vipi Saad? Akamwambia, ya Rasulullah, naona hii ni safari tena muda. Akamwambia bado. Akamwambia, Rasulullah, mimi ni mtu na mali mengi, naweza kuyatoa mali yangu yote nikatengeneza huko? Akamwambia, huwezi. Naweza kupa watoto wangu vipi? Niwaate baba wakizunguka wakiomba? Akaumbia, ukitoa mali yako yote watazunguka wakiomba, lakini toa kitu. Akaumbia, nitoe nusu. Akaumbia, nusu nyingine hapo halala, haiwezekani, huwezi kutoa nusu. Basi akaumbia, ya Rasulullah, naweza kutoa thuluthi ya mali yangu? Akaumbia, waweza toa thuluthi, wa thuluthu kathir, na hii thuluthi pia nyingi, lakini waweza kutoa thuluthi ya mali. Ukaeka wasia, ndio sharia ikasema kwamba kisha baada yake zikaja aya za lirijali nasibu mimma taraka alwalidan walinisai nasibu mimma taraka alwalidan. Katika surati Nisa ikaeleza zote zile, lakini ikawa hii thuluthi iko, waweza kuweka idha hadhara alqisma, ikihudhuria kugawanya, basi utoe thuluthi ya mali yako. In taraka khairan,
ukiata kheri alwasiya, weke wasia lilwalidaini, kwa wazee wawili, sio wazee wakarushwa. Maana kuna watu wengine waweza kuwarusha wazee wao. Wal akrabina, na akraba pia, bilmaarufi, kwa wema. Haqqan, hii ni haki, ala almuttaqina, kwa wale wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Sasa hapa ile alwasia pia ina mipaka yake. Mtume asema inna Allaha ata kulla dhi haqqin haqqa, Mungu ashampa kila mtu haki yake. Mtoto ana haki, binti ana haki, mama ana haki, baba ana haki. Ala la wasiyatan liwarith, hakuna wasia kwa warith. Mtu yuarithi ana fungu lake hapi, hakuna ucha wasia. Wasia ni yule ambaye kwamba hana fungu. Una mtoto wamlea wewe, yule utamtia kwenye wasia. Wasia wataka kuweka, pengine naeke hii ya jamaa kuna armala katika jamaa zako ambao wakiwa wana taabu ya matatizo ya afya, itakuwa hii pesa zile za waangalia pale, au waweka wasia kwamba hii pato la nyumba hini itakwenda kwenye msikiti. Lakini huweki wasia kusema wasia huu, nyumba hii pesa hizi zitakwenda kwa mke wangu. La wasiyatan liwarith, yule anarithi, ana fungu lake, lile ni ile thuluthi moja ambayo kwamba waweza kuandika wasia. Katika watoto wake wana mmoja wanapenda zaidi, unaweza kumpatia ile thuluthi? La wasiyatan liwarith. Huwezi kumpa, waweza kumpa mali yako kabla hujafa, ukampa hiba, ukampa hiba asi utaandika kwa hakimu bwana. Faman badalahu, sasa ndio wenye kusumbuliwa, ukabadilisha. Sasa juzi kumetokea fujo hapa, mtu amekufa, sudden death, ghafla, akatokea Amerika huko. Alipokufa, wale kwenye sharia zao wale wakatoa kitu kumpa mumewe yule aliyokufa, apewa next of kin. Next of kin ni mkewe, ili yeye mkewe na watoto
Sasa kukangia matata hapa, ikawa sasa ndugu yake yule wa kiume ataka zile pesa zirithiwe. Zikirithiwa zile pesa, watoto watarithi, mama atarithi, mama na yeye yule ni mamake. Babu atarithi. Yule babu akasema mimi sitaki kitu, nataka wale watoto wale wajukuu zangu wapate. Akaandika huyo, ikabadilishwa, faman badalahu baada ma sami'ahu, ndio hini wakaja ikabadilishwa. Usa nyingine ubadilishwa mtu ndani ya kaburi, akatilishwa kidole. Haya mambo yamepitika. Kwanza hapo kulikuwa na shida, ile pesa hazirithiwi kwanza. Si za kurithiwa zile pesa, zika kurithiwa ni pesa zake mwenyewe yule mume, ni kitu amepewa watoto wake na mkewe. Jamaa pia wataka kuzivamia. Baada ma samiahu, mwenye kubadilisha. Saa nyingine kuja kuandikwa affidavit, kisha mara zikabadilishwa zile affidavit. Ikiwa wewe umesikia ukabadilisha, fa innama ithmuhu ala alladhina yubadilunahu, dhambi itatokea mke wale wenye kubadilisha. Kama wewe umesikia ukanyamaza kimya, na wewe pia utapata dhambi. Ukayasikia kwamba yamefanyika kinamna fulani, ni lazima useme hapo, jamani, hakuna urathi, kwa sababu yule amekufa. Urathi huwa ni mali yake, wakarithi watoto wake, akarithi babake, akarithi na mamake. Sasa mama ana harithi hapa kwa sababu yule si mali yake, ni pesa zile amepewa. Kama ni pesa za uzeeni, zile wewe wakati wa kila siku NSSF, zile nzako wewe. Mama atarithi pale, atakurithi kwa sababu wewe wakatiwa katika mshahara wako siku zote. Lakini zile hakuna pesa hizo umepewa tu, ni dafatun wahida, umepewa pap, amepewa watoto. Maanake kama kutoa pole, kupewa pole yule mwanamke na wale watoto. Wakija huku jamaa taka kuzivamia, na wamezivamia. Sisi kwa masala haya huwa wakali mno. Ukisikia mtu kafiri amekwenda kotini, amekwenda Supreme Court kubadilisha, hataki kurithi na nini na nini. Jamani, sisi twasahau, sisi hawa tujua sisi wenyewe watu huku warithiana, upokonyana namna moja, right left. Safari moja alikuja huyo aitwaje kutoka South Africa, Ahmed Didat. Basi tukaenda pale, alikuja pale msikiti Mema. Mmoja kijana Kimema na akamuuliza, vipi habari za huko, habari ya apartheid?
ubaguzi wa rangi huko vipi? Yule akateka, kumbe akamwambia, swali zuri sana. Auliza habari ya South Africa na ubaguzi wa rangi. Wale makafiri hawana kitabu, hawana chochote, wafanyalo ni sawa. Sisi Waislamu, sisi katika jamati yetu, yeye ni jamaa zao wale. Wanawake hawarithi. Waminyama amatia kidaka cha mwana baba. Asema hiyo ni ukweli. Wanawake onewa hawarithi. Mali utukwa wanaume wakiwa mtoto wa kiume mkubwa akashika yeye wale mali, akawatumilia watu sura takapo yeye, ambao ni kinyume. Faman badalahu baada ma samiahu, baada kumshasikia mshaambiwa niki ni hivi. Faman khafa min musid, wewe ukamchelea yule mwenye kuhusia. Tena min musin janafan, mwenye kuhusia tena kitendo kiovu cha urongo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Au ithman, au akafanya kitendo cha dhambi katika yale grupu mbili za zitetao. Fa aslaha bainahum, akataka kuwasuluhisha baina yao. Fala ithma alayhi, hapana makosa. Inna Allaha ghafurur rahim. Bora na wewe uone mkweli. Umeona watu wamebadilisha, hawa wamfanya hiki, watu wamfanya hivi, basi wewe ukenda faman khafa min muslim, ukachelea wewe kwa yule aliohusia. Tena ambaye kwamba amefanya uovu, fa aslaha bainahum, akawasuluhisha baina yao. Fala ithma alayhi, hapana makosa. Inna Allaha ghafurur rahim. Hapa Mwenyezi Mungu atuambia siku zote lazima mfanye mediation. Leo kwa tuambiwa na makafiri habari ya mediation. Katika hizi koti za sasa waona hakuna suluhisho isipokuwa mediation. Watu wakiteta, wakipokonyana mali, wakipokonyana ardhi, wakipokonyana jambo lolote, koti huita watu ambao ni mediators, na mara nyingi huita wale watu wa kidini, professional mediators, ambao kwamba hutrainiwa, wakawaeta watu pamoja. Kesi ya kutukua miaka 20, pengine tukue siku 5 tu. Zamani kikwetu ilikuwa wakiitwa wazee, wakikaa pamoja, faman khafa min musin janafan au ithman, basi fa aslaha bainahum, ikaletwa sulhu baina yao. Siku hizi kuna mediation ambao kwamba makoti yamejaa makesi.
mediation imekuwa ndio suluhisho. Waislamu wako kidogo sana mediators, kwa sababu lazima uwe professional, uende training as a mediator. Tumejaribu kufanya maimamu fulani na walimu fulani wawe mediators, lakini inakuwa shida kwa sababu wale professional mediators kuja kuwa train ni gharama. Pengine utukua 50,000 kwa training moja kwa kila mtu. Kuna chama kimoja cha Waislamu cha wakfu chaitwa Mazrui Mbaruk Fund, wametrain watu walimu wengi. Lakini mpaka sasa pia watu wetu pia wana makosa, hawatumii zile skill hapo kwamba wametrainiwa. Manake ni rahisi kwenda mapolisi huko, kaambia bwana, kuna mambo yoyote ya kesi leteni sisi tutasolve sisi kwa sisi, badala ya kupendana na makotini. Kitu muhimu ni watu kukaa pamoja na kuweza kujua, na watu wakiwa na mediators watasuluhisha mambo mengi sana. Lakini sasa taabu kubwa ya kesi nyingi huwa pengine si kile kitu cha tetewa, kuna mwanandani kabla hapo. Si kwamba mtu ataka eka moja au nusu eka aatiwe, pengine kuna vita kutoka kwa nyuma huko. Hatukuwa wa kweli katika vita vyetu. Huwa watu wana mambo yao, ikatokea lile basi likavurumizwa tena. Na haya ni maradhi yako kwenye famili zote. Waislamu wote wana shida hiyo, na hatutaki kuambiana kweli. Hatutaki kuambiana kweli. Sisi tuko tayari kuzozana kwa mambo ambayo kwamba hayana maana. Watu kuteta habari ya khitma, habari ya maulidi, habari ya nini. Majumba yamalizika, husma zimeenea. Haya ndio mambo ya kuwa addressed. Lazima kufanywa mediation ya kila namna ya watu kuwa kitu kimoja. Sulhu ndio kitu kikubwa sana. Fa aslaha bainahum inna Allah ghafurur rahim. Mungu ataka tufanye hili jamani. Mungu hatakuuliza kwamba wewe unaleta kunuti ukuleta kunuti, usoma maulidi ukusoma maulidi. Mungu atakuuliza, je, wewe umesikilizana na ukhti yako? Je, ulipatana na ndugu yako? Kuteta siku 3 tu kuingia motoni baina Waislamu. Wata awami viongozi wateta, viongozi wajua dini wateta. Sasa vipi wafuasi wasitete? Man yasluhu almilh idha almilhu fasad. Nani ataitengeneza chumvi ikiwa chumvi yenyewe imeharibika? We need to address ourselves. Tukaeni tufungeni madirisha, tufungeni na maspika, tuambiane kweli ili kupatikane suluhisho. Suratul Baqara, haya mambo yamekuwa address mapema.
kabla watu hawajaswali, kabla watu hawajatoa zaka. Wallahu wa rasuluhu alam. Wala hadrat an-nabi Muhammad al-Mustafa